Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa ya Gideon Online TV. Ni furaha yangu kujumuika na wewe katika kuendelea kutazama, kuangalia, kupokea uponyaji, kupokea baraka na mafanikio kupitia channel hii ya Gideon Online TV. Nikukumbushe wewe ambaye hujasubscribe, hujashare, hujalike, hujacomment, basi wakati mzuri ni wakati huu. Fanya kituo hicho, fanya kitendo hicho ili uzidi kupata taarifa kwa wakati, uzidi kupata mahubiri, neno la Mungu, shuhuda ni nyingi na maombi mbali. Lakini wewe ambaye tayari, nimshukuru Mungu kwa ajili yako kwa kuacha kazi zako, kukupa muda kuweza kuangalia channel hii ya Gideon Online TV. Basi tumeona matendo makuu ambayo yanazidi kufanyika kwenye huduma ya Mlima Moria Ministry kupitia mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya tofauti, na mwaka huu 2026 ni mwaka wa mabadiliko. Ni mwaka wa kutimiza malengo, ni mwaka wa mafanikio, ni mwaka wa uzima, ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa kumiliki afya njema, majumba, magari, watoto wazuri, wake wazuri, waume wazuri. Basi kupitia mtumishi wake anaweza kutupa maandiko ama kutupa namna ya kutembea 2026. Tunaona ni mwaka ambao umeshakwisha kuanza. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuuteka ukae ni mwaka wa baraka, mafanikio. Yale ambayo ulishindwa kuyatimiza 2025, basi mwambie Mungu 2026 naomba ukawe ni mwaka wangu. Naomba ukawe ni mwaka wa mafanikio kwangu. Usiwe mwaka wa machungu, usiwe mwaka wa kilio, usiwe mwaka wa matatizo, magonjwa. Hayo yote tunayaacha, tunaenda kusonga mbele kwa imani. Tukisema 2026 ni mwaka wa mabadiliko, 2026 ni mwaka wa baraka na mafanikio. Hakuna kilio wala huzuni tena. Basi endelea kufuatilia ili uzidi kupata kile ambacho mtumishi wa Mungu anaweza kutufundisha kila siku iitwapo leo. Lakini nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake mtumishi wa Mungu Gideon pamoja na familia yake, kwani Mungu ameweza kumpa neema, hekima, maarifa na uwezo wa kumsaidia mtu mmoja mmoja bila kujali kabila, bila kujali rangi, bila kujali dini. Amekuwa ni mtu wa watu, amekuwa akisaidia kwa namna moja au nyingine. Mungu azidi kumbariki. Lakini nipende kukumbusha kufika kwenye huduma ya Mlima Moria Ministry kila siku Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili. Bila kusahau kila siku asubuhi saa 12:30 mpaka saa 1:30 tunakwambia tunaanza na Bwana. Hatua ya kwanza tumkabidhi yeye, hatua ya pili tuendelee na kazi zetu. Hii ni Gideon Online TV. Haleluya, haleluya. Kuna watu wengi sana mwaka huu amepita mahali pagumu, madeni, mikopo na kadhalika, wengine kuumwa, wengine inawezekana biashara zao zimeyumba sana, lakini neno la Mungu limesimama linasema chochote kilichochukuliwa kinaenda kurudishwa. Haleluya, haleluya. Lakini kinachonifurahisha sana, daktari amekwambia una pressure, una sukari na kadhalika, ule mavyakula ya kuchemsha, sema nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kubadilisha kuanzia sasa. Maana yake unaenda kula kama watu wengine. Haleluya. Na sio hivyo tu, utakula na utashiba. Haleluya, haleluya. Nimejifunza mambo mengi sana. Angalieni kwa mfano unaweza kukaa, kuna jambo ambalo limetendeka au limefichwa. Wakati umekaa mezani unaanza kula, unasikia simu imekuja, unaambiwa umefiwa na shangazi yako. Utaweza kula tena? Sema kama Mungu wangu aishivyo, taarifa mbaya hazitakuja wakati nakula. Sema nitakula na nitashiba. Sema enyi wataabishaji, mwaka huu hamtaniona tena, hamtaona watoto wangu tena, hamtaona kazi yangu tena, kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Yale yote yaliyosimama mbele yako, yale yote yaliyosimama mwaka 2025 mbele yako, nasema naenda kuyaondoa katika jina la Yesu Kristo. Naenda kuyaondoa mara ya 7. Niachilie mapya ya mwaka 2026 yaje kwako, yaje kwako, ukamiliki, ukajenge nyumba, usomeshe watoto na kadhalika. Sema niko tayari Yesu, niko tayari. Angalia huu mkono, angalia huu mkono, unaenda kufungua yale yote. Mama achia, weka, mpe mtu mtoto. Najua kwa nini nasema namna hiyo, nikazie macho. Alafu soge mbele kidogo kama hatua mbili.
Hapa poino ameko. Na mume wako yuko wapi? Njoo hapa haraka haraka baba yangu. Sema mimi wote wawili. Haijalishi kazi yangu mimi ni kufungua tu. Sema Yesu niko tayari. Watesi wangu waondoke. Maadui waondoke. Mwaka huu ni wangu. Hakuna atakayegusa biashara yangu. Hakuna mwizi. Hakuna jambazi. Sema nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Nikazie macho na mikono yako juu. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninasema asante Yesu. Wale wote ambao wamejipanga kusimama mbele ya mama huyu tena, wale ambao wamejipanga kusimama mbele ya watoto wao au kwenye biashara yao au mahali popote pale, nasema katika jina la Yesu Kristo na warudisha nyuma. Na warudisha nyuma, utasikia tetemeko nalokuja mbele yako. Nikazieni macho, nasema na nirudisha mara ya 7. Narudisha na achilia wingu. Watesi waliosimama lazima watarudishwa nyuma. Maadui waliosimama watarudishwa nyuma. Waliosema watoto wako watafaulu wataenda kufaulu. Wanaosema watoto wako watasoma watasoma. Kwa jina la Yesu Kristo naachilia wingu tetemeko. Nasema naliachilia mara ya 7. Naachilia 1, 2, 3. Hata magonjwa yatainuka juu yako tena. Nasema hata pressure itainuka tena. Hata magonjwa ya figo hayatainuka tena. Katika jina la Yesu Kristo naenda kwa ajili ya mara ya 4. Nasema 5, 6, mara ya 7. Pokea, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Nasema pokea, pokea. Wageni wote waondoke, waliosimama kwenye biashara yako, waliosimama kwa watoto wako, waliosimama kwenye heshima yako. Nasema katika jina la Yesu Kristo waondoke wote, upate raha. Nasema waondoke wote, upate raha. Heshima yako irudi kwa jina la Yesu Kristo. Madaftari ya watoto yarudishwe yote. Nasema yatarudishwa yote. Mwaka 26 natamka watoto wako kufaulu katika jina la Yesu Kristo. Natamka kumiliki kwa mama huyo. Nasema natamka sasa, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Nasema pokea. Nasema pokea haraka haraka. Pokea haraka. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Iki hapa. Inua mkono wako juu. Sema Yesu Kristo. Vilivyofichwa mbali. Kasirika, sema na vita sasa. Kasirika, sema naita biashara kubwa kubwa. Naita kufaulu watoto wangu, biashara yangu, heshima yangu kwa jina la Yesu Kristo. Mashtaka yote yaliyoelekezwa kwangu eti nitapeleka watoto hospitali, sema nachana chana. Nachana chana. Sema nachana 1, mbele kwa nguvu 3 kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mtoto kurudishwa tena. Tumesimama mahali hapa, hakuna mtoto kurudishwa tena shuleni. Tumesema ataka kule shuleni katika jina la Yesu Kristo. Nasema atakaa kule shuleni. Pokea hiyo. Pokea haraka. Simama wewe. Gusa huyu asimame. Mmepanga nini? Haraka. Haraka, mmepanga nini? Simama. Mmepanga nini? Simama. Inua mkono wako juu, sema kama Mungu wangu aishivyo, mafaili yote yaliyoandikwa nitazunguka na mtoto hospitali zote. Sema nachana chana. Nachana chana. Nachana chana 1, mbele kwa nguvu 3 kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Inua mkono wako juu. Kasirika, sema na utuma mkono nyumbani kwangu. Yoyote yaliyonenwa kwenye boma
kwa ajili yangu mimi. Sema na yarusha madhabahuni, yabaki hapo madhabahuni. Kasirika, sema njia hapa, njia hapa, sema baki hapa kwa jina la Yesu Kristo. Sema baki moja, mbele, tatu kwa jina la Yesu Kristo. Sema kuanzia sasa hayatainuka tena. Na kuachia kama dakika 2 uombe mwenyewe. Omba, kataa mwenyewe. Inamisha kichwa chako, anza kuomba. 1, 2, 3, anza kuomba haraka haraka. Haraka haraka. Haraka haraka. Nani yule yuko? Kataa haraka haraka, kataa haraka haraka. Kataa magonjwa ya kurithi, kataa yaliyoandikwa kwenye mwaka huu ya kufuatilie wewe, yafuatilie watoto wako, yafuatilie kazi yako, yafuatilie heshima yako. Kataa hayo maneno haraka, kataa hayo mashtaka mwenyewe, kataa haraka haraka, kataa haraka haraka, yakatae. Futa mashtaka yote, maneno yote yaliyosimama kwa watoto wako, yanayosimama kwenye biashara yako, yakatae yote kwa jina la Yesu Kristo. Yanayosema wewe ni wa kuteseka, eti watoto wako hawataenda shule, kataa. Sema watakwenda. Yesu asante. Yesu asante. Haraka, kata chana makaratasi yote, waraka ulioandikwa, waraka uliotumwa kwako, waraka uliotumwa na wachawi na waganga kwamba utafukuzwa kazi, utafukuzwa biashara. Kata huo waraka. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tukae.